Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Julai 27 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri hilo Jumatatu kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea katika taifa lake na baadhi ya nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi ya juhudi za kidiplomasia ikiwa mazungumzo yanayosimamiwa na Oman. Haya mazungumzo yalikuwa yanajaribu kurekebisha sintofahamu kati ya Irani na Omani kuhusu udhibiti wa Hormuz. Wameafikiana baadhi ya mambo mengi. Na utasikia kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume na inasababishwa na nini? Kiukweli katika maisha yangu, katika masikio yangu haya sikuwahi kusikia kama wanaume na wanapata saratani ya matiti. Ni zaidi tu nasikia tu wa mama. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Polisi nchini Ujerumani wamemuua kwa risasi mwanamume anayetuhumiwa kutekeleza shambulizi la mauaji katika hafla kuadhimisha gwaride la kila mwaka la kujivunia utambulisho wa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja mjini Berlin. Kifo cha mtu huyo ambaye alifahamika kama Abdul Balot kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa wakimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi katikati ya umati wa watu juzi Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja na kuwajeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Rais wa Syria anasema anafanya kazi kufikia makubaliano ya kiusalama na Israel. Akizungumza na shirika la habari la Al Jazeera, Ahmed Al-Shara amesema makubaliano yoyote kama hayo hayataathiri madai ya Syria kuhusu milima ya Golan ambayo Israel imeikalia kinyume cha sheria kwa takriban miaka 60. Amesema hataki mzozo na Israel na kwamba nchi nyingine kadhaa zinahusika katika mazungumzo hayo. Syria haitambui rasmi Israel baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad miaka 2 iliyopita. Israel ilipeleka wanajeshi katika eneo la usalama linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya nchi hizo mbili. Waziri Mkuu wa India ametangaza kuundwa kwa kikosi kazi maalum cha kuchunguza mfumo wa mtihani nchini humo. Hatua hiyo imekuja baada ya wiki kadhaa za maandamano kuhusu kuvuja kwa mitihani ya kujiunga na vyuo vikuu, hali iliyomlazimisha waziri wa elimu Dharmendra Pradhan kujiuzulu siku ya Jumamosi. Huyu ni Waziri Mkuu Narendra Modi. Serikali inachukua hatua kadhaa kulinda mustakabali wa wanafunzi wetu. Tayari tumeanzisha mahakama zinazoshughulikia kesi hizi kwa haraka, na kesho bungeni tutachukua hatua za kutunga sheria kali zaidi. Lakini tunapaswa kufikiria kuhusu mustakabali wetu kama nchi siku za mbele. Mfumo wetu wa mtihani unapaswa kuwa wa kuaminika na wenye kutegemewa, na unapaswa kutumia teknolojia ya kisasa. Bei za mafuta zimeshuka baada ya Marekani kusitishwa kwa muda mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo ni kipimo cha kimataifa cha bei za mafuta yameshuka kwa takriban 5%. Mashambulizi ya mwisho yalifanyika usiku wa Alhamisi. Iran inasema nayo imesitisha mashambulizi katika eneo hilo, huku mazungumzo kupitia wapatanishi kutoka Oman yakipiga hatua. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump alitaka kuyapa mazungumzo ya kidiplomasia muda zaidi. Hii ni BBC. Akiwa studio zetu za Nairobi, mwenzangu Nasteha Mohamed amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, chini Tanzania Radio Free Africa, Radio 5 na Loliondo FM. Kenya ni Count FM, Nyota FM pamoja FM. Uganda Voice of Busoga, Voice of Kitara na Voice of Muhabura. DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Internet katika BBC
bbcswahili.com. Matangazo haya pia, msikilizaji, yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Moto mkubwa wa nyika unaendelea kusini magharibi mwa Ufaransa. Moto umefika katika umbali wa kilomita 15 kutoka kwenye njia kuu za kuingia katika mji mkuu wa Bordeaux. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri leo Jumatatu. Maelfu ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na tishio la moto huo wa nyika unaoendelea kusambaa. Na Steha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi. Usiku wa kuamkia Jumapili, takriban watu 55,000 walihamishwa kutoka vijiji vilivyo kusini mwa jiji hilo katika eneo la Gorind, maarufu kwa mashamba yake ya mazabibu. Moto wa msitu umeendelea kuteketeza maeneo mbalimbali barani Ulaya katika wiki iliyopita, hasa nchini Ufaransa na Uhispania ambako zaidi ya watu 330,000 wamehamishwa. Ufaransa imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi, huku hekta 42,000 zikitafunwa na moto kusini magharibi mwa nchi hiyo. Hilo limeufanya kuwa miongoni mwa moto mkubwa zaidi wa misitu nchini humo tangu vita vya pili vya dunia. Takriban hekta 98,000 za ardhi zimeteketea kote nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Ufaransa Laurent Nunez amesema hali katika eneo hilo bado ni mbaya sana na kwamba moto huo ulikuwa ukielekea bila mwelekeo maalum. Kwa ujumla zaidi ya watu wapatao 220,000 wamehamishwa katika eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa. Kapteni Nicolas Braz, mmoja wa viongozi wa operesheni ya kuzima moto, amesema moto huo ulikuwa na upepo mkali sana ukiambatana na vimbunga vidogo, na kuongeza kuwa ulikuwa haueleweki na usioweza kudhibitiwa. Wakazi wa Le Ponge, mojawapo ya miji ya pwani iliyoathiriwa na moto huo, wameanzisha mtandao wa kujitolea wa kusaidia wazima moto waliochoka. Wanapika chakula na kuwapa mahali pa kupumzika kati ya zamu zao. Zaidi ya nyumba 150 zimeharibiwa katika mji huo wenye makazi 3,500. Wakazi wengi wakisema kwamba wamehuzunika kufuatia matukio kwa ajili ya mji huu mzuri. Wakati huo nchini Hispania, moto unaendelea kusambaa huku zaidi ya watu 90,000 wakihamishwa kutoka maeneo yanayozunguka Madrid na Alvila. Takriban hekta 77,000 zimeathiriwa na moto nchini Hispania, alisema waziri wa mpito wa ekolojia Sara Agason siku ya Jumapili. Mapema wiki hii wazima moto 2 waliuawa wakipambana na moto huo karibu na Bordeaux nchini Ufaransa. Akizungumza Jumapili wakati wa ziara katika eneo lililoathirika na moto magharibi mwa Madrid, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alielezea kuwa wakati mgumu sana, lakini akaongeza kuwa kulikuwa na dalili nzuri usiku huo kuhusu juhudi za kudhibiti moto huo. Pengineko ni kwamba mwanaume anayeshukiwa kutekeleza kile ambacho mamlaka zinasema huenda lilikuwa shambulio la kigaidi la Kiislamu katika hafla ya watu wa mapenzi ya jinsi moja huko Berlin amepigwa risasi na kuuawa na polisi. Maafisa walifyatua risasi wakati Abdul Balout, raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 21 mwenye asili ya Lebanon, alipowakimbilia akiwa na kisu huko Spandau, eneo la magharibi mwa Berlin. Florian Kajage na maelezo zaidi. Kifo cha mtu huyo kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa wakimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi katikati ya umati wa watu Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Polisi wamesema gari hilo lilikuwa tupu wakati wa uokoaji walipowasili na kuanzisha operesheni ya kumtafuta mhusika au waliohusika na tukio hilo. Gazeti la Bild lilimnukuu shahidi mmoja akisema kuwa gari hilo lilikuwa aina ya vani na kwamba mwanamume mmoja alikimbia kwa miguu baada ya gari hilo kusimama. Maelfu ya watu walikusanyika katikati ya Berlin kwa ajili ya maadhimisho ya kila mwaka ya Christopher Street Day, ambayo ni mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya LGBTQ barani Ulaya. Taarifa zaidi zinasema Balout awali alikuwa ameamriwa kujiunga na mpango wa kukabiliana na misimamo mikali baada ya kujaribu kujiunga na kundi la Islamic State. Ni taarifa yake Florian Kaijage.
Somalia imesema vikosi vyake vya usalama vimeua wapiganaji 16 wa kundi la Al-Shabaab katika operesheni hivi karibuni ya kijeshi inayolenga kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Serikali inasema mashambulizi hayo pia yameharibu kituo muhimu cha redio kilichotumiwa kwa ajili ya propaganda, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi hilo la wanamgambo la Al-Shabaab. Alfred Lastek huyo hapa ana taarifa zaidi. Shirika la taifa la ujasusi na usalama nchini Somalia, NISA, limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika mwishoni mwa wiki, yaliendeshwa kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa katika maeneo ya Miratakwo mkoani Mido Shabelle na Tado katika mkoa wa Hiran. Miongoni mwa malengo makuu ya operation hiyo ilikuwa ni jengo lililojulikana kama nyumba ya usalama. Jengo hilo lilikuwa likitumiwa kuhifadhia zana na vifaa vya kurusha matangazo ya redio Andalus, chombo kikuu cha habari na propaganda za kiimani zinazotumiwa na Al-Shabaab. Shirika hilo limethibitisha kuwa mkuu wa kitengo cha propaganda cha redio hiyo, Abdil Samad Mohamed, pamoja na mwanamgambo mwingine aliyetajwa kwa jina la Al-Salad, ni miongoni mwa waliouawa papo hapo. Vifaa vyote vya kurusha matangazo, magari na zana za kivita za wanamgambo hao viliharibiwa kabisa. Hakuna vifo au majeraha yaliyoripotiwa kwa upande wa majeshi ya serikali au raia. Hatua hii inakuja wakati ambapo serikali ya Mogadishu ikishirikiana na tume ya Umoja wa Afrika ya kusaidia na kutuliza hali nchini Somalia pamoja na washirika wa kimataifa imeongeza kasi ya operation za kijeshi ili kusambaratisha ngome za Al-Shabaab katika maeneo ya kusini na kati mwa Somalia. Mamlaka za usalama nchini Somalia zinasema kuwa kulenga vyombo vya habari vya kundi hilo ni pigo kubwa dhidi ya uwezo wao wa kuratibu mashambulizi na kuwasiliana na wanachama wao. Ni taarifa yake Alfred Lastek katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa. Unaweza ukatembelea na ukasoma taarifa hizo, ikiwemo hii hapa kama ulivyosikia katika taarifa yetu kwa asubuhi ya leo. Trump asitisha mashambulizi dhidi ya Iran, Tehran ikisema mazungumzo yake na Muscat yanatija. Taarifa hiyo inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Katiba mpya au katiba ina gani? Kauli ya Nchimbi ilivyohamisha mjadala. Taarifa hiyo pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini ukiachana na taarifa hizo, kuna taarifa nyingine, tetesi za soka utasikia pia hapa muda mfupi ujao katika michezo. Lakini kwa nini wanawake wana uwezo wa kuona rangi ambazo wengine hawawezi kuona? Sio rangi tu, kuna mingi wanawake wanaona, wanaume pia hawaoni. Unaweza pia ukatembelea hapo ukasoma. Na moja kwa moja sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Florian amecheka. Asante sana Skola Kisanga. Naendelea kutafakari. Naam. Katika michezo asubuhi ya leo tuanze na fainali za kandanda za mataifa ya Afrika kwa wanawake ambazo zimeanza kutimua vumbi jana Jumapili nchini Morocco na kupigwa michezo miwili ya kukata utepe. Katika mchezo wa kwanza Algeria waliwanyuka Senegal 2-0, magoli ya dakika ya 42 na 85, huku wenyeji Morocco wakiwanyanyasa wawakilishi wa Afrika Mashariki Kenya kwa ushindi wa magoli 4-0. Magoli matatu yalitiwa kimiani ndani ya dakika 32 za kwanza, la 4 kufungwa dakika 2 tu baada ya mapumziko. Leo kuna michezo miwili. Afrika Kusini itakipiga na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Tanzania, saa 2 usiku kabla ya Ivory Coast kutoa na jasho na majirani zao wa kaskazini, Burkina Faso. Katika mashindano ya soka ya vilabu vya ukanda Afrika Mashariki na Kati, Sekafa maarufu Kombe la Kagame, hapo jana Al Hilal Omdurman ya Sudani iliwachapa Tusker ya Kenya 2-0 kabla ya Rayon Sports ya Rwanda kuwachapa KVZ ya Zanzibar kwa kichapo kama hicho cha magoli mawili kwa nunge. Mashindano haya yanaendelea hii leo kwa mabingwa wa Kenya Gor Mahia kukipiga na Vipers ya Uganda, huku wenyeji APR wakijiuliza kwa GRCF ya Djibouti baada ya kukubali